Nilipogeuza pikipiki yangu nikapigwa risasi ya nyuma kwenye paja hapa. Wakati nageuza sana nikapigwa risasi hapa. Ikanikata mishipa ya damu. Nikaenda mbele kidogo. Nikawaza pikipiki yangu nikaanguka chini. Baada ya kuanguka pale ninachokumbuka mimi baada ya kuzokotwa na damu nikaanza kupoteza uwezo wa kuona. Kipia anarudi kwenye shughuli zake. Huko barabarani kulikuwa na purukushani. Kwa hiyo askari anasemekana alikuwa juu. Akawa anapiga risasi ovyo ovyo. Akampiga mwanangu risasi ya kichwa kwenye paji la uso, kadokazia nyuma hapo. Akadondoka chini. Wasamaria wema wakamchukua wakampeleka hospitali ya Plani. Nikapewa taarifa ya Plani. Ya Plani. Nikapigiwa simu nao, amepigwa risasi amedondoka. Nikaenda eneo la tukio nikakuta kuna madamu pale. Walianza kumtafuta hospitali ya Mwananyamala. Manake walipokuwa wanasema semekana kwamba wanasema maiti nyingi ziko hospitali ya Mwananyamala, lakini walienda kutafuta hawakupata. Wakaenda Temeke hawakupata. Wakaenda wakasema nyingine iko Kuvule hawakupata. Wakaenda nyingine iko tulifika mpaka kule Tumbi lakini hatukupata mwili. Baada ya uchaguzi ilipofika jioni mida saa 10 huwa anatoka kuelekea kufuata abiria kutafuta riziki jioni. Baada ya uchaguzi akasema anaenda kutafuta riziki saa 10 jioni. Alipotoka ndo alijarudi mpaka leo. Alipopiga mara ya 4 kuna mtu akapokea akamwambiaje, huyu mtu mfuateni Amana, amepigwa risasi ya kifua. Akakata simu. Mama akarudia tena kupiga. Akamwambia hivyo hivyo. Hiyo tarehe 30 hapo hatuwezi kutoka, ilikuwa kuna vurugu. Kwa tukakaa hiyo Ijumaa hatunashindwa kutoka kwa kuna vichafuka sana. Kwa Jumamosi yake akamtuma ndugu yake. Akaenda Amana. Hivyo hivyo kwa shida. Alipoenda akaukuta mwili Amana wa mzee ambaye ndio alikuwa mzee tu mkubwa peke yake. Wengine ndio walikuwa vijana. Akamuona baba. Alipomuona akasema kwa sasa hivi hawezi kuchukua, alimaliza kusema hawezi kuchukua sasa hivi mwili kwa sababu ya machafuko. Akatupigia simu, kwa hiyo akarudi zake anakaa Mbagala, akaenda Mbagala. Kwa hiyo sisi tukasubiri sasa Jumapili, Jumatatu yake ili tuende. Tulipotaka kwenda ikawa ndio siku ya kuapishwa Mama Samia. Kwa akasema leo shughuli zote hazifanyiki. Tukasubiri Jumanne yake. Tulipoenda Jumanne tukakuta mwili haupo kwa baba. Kwa tulivorudi makikocha ndio mazishi, yani watu walikuwa nyumbani. Kwa ikabidi tugairishe tuanze tena upya kumtafuta mzee. Kwa tukaanza kuchukua fomu tena serikali za mtaa, tukaanza kumtafuta katika hospitali zote. Tukaenda Amana tena tukarudia hatujamkuta. Tukaenda Muhimbili, kwa tunafanya kabisa maiti tunaangalia. Hatujamkuta. Tukaenda Temeke, hatujamkuta. Tukaenda hospitali zingine inaitwa Kivule ndogo ama Amana ndogo. Hatujamkuta. Tukaenda Kivule, yani kila hospitali hatukumkuta. Kwa tulikuwa hatujamkuta. Tukabidi turudi nyumbani. Tukachukua tu nguo tukaenda Msoma, kwao ni Msoma. Tukatupeleka kwa tukafanya misa. Tukarudi nyumbani ndo mpaka leo hatujamuona.